Ndio neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa kwanza. Paulo ananena katika kitabu cha Warumi kupitia Warumi, mstari wake ni wa 6 aya ya kwanza. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Paulo, ni swali linaulizwa. Ni lazima tudumu katika dhambi, sisi tuliofiwa, sisi tuliosulubisha mwili, tukafa katika njia ya ubatizo, tukarudi tukasamehewa, tukatolewa katika mauti, tukarudi tena tukakuja, tukachukua zile dhambi tena, tukadumu katika hizo dhambi. Maana neema ya Bwana ni nyingi, maana huruma za Mungu ni nyingi, maana kibali cha Mungu ni kikubwa. So tunaweza tu kudumu katika hizo dhambi ili tupuje tukuenda kwa neema. Asha, sisi tuliofiwa katika dhambi tutaishiji katika dhambi? Si Bwana tusaidie tusidumu tu katika dhambi tukijua ile ni vibaya, sisi tunaenda kulichukua. Tusidumu katika dhambi kwa sababu ninakupenda, unachukua wepezi wangu, unachukua neema hiyo, unaikanyagia chini. Kila kitu kina mwisho wake. Pia kuna kipindi cha neema, na when the grace is over huwezi kuiforce tena. Kwa hivyo tulifiwa na neema ya Mungu, itakapokuwa ina overflow ni kwa sababu Mungu ametupenda, na sisi tuliofiwa tuepukane na dhambi. Tusidumu katika dhambi. Usikose kumwambia mwenzako ili neema ile izidi kuwa nyingi. Paulo anauliza kwa aya ya kwanza, anauliza kwa aya ya pili, anauliza kwa aya ya tatu, 3 verses, ana question. Praise God. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Kwa sababu sisi tulifiwa. Ni heri neema ya Mungu itutoshe. Heri neema ya Bwana ikakutoshe. Acha kibali cha Bwana kikakutoshe. Acha ukombozi wa Bwana ukakutoshe. Acha wokovu wa Bwana ukakutoshe. Kama uliondolewa na ukafufuliwa, tembea na neema, tembea na ushindi, tembea hata na kibali katika jina la Yesu. Ni wewe Bwana tutakaye kuishia. In Jesus mighty name. Pokea sifa.